السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, ndugu zangu watazamaji wetu wa channel yetu ya Msimbo Online TV, siku leo tunawaletea siri ya aya mbili zilizomo ndani ya surati Tauba. Siri ya aya mbili zilizomo ndani ya surati Tauba. Ndugu yangu, aya hii ina maajabu makubwa sana, na yule atakayefuatilia darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, nina imani kabisa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala atapata faida kubwa na atapata kitu ambacho kitamsaidia katika maisha yake. Cha msingi ndugu yangu, endelea kufuatilia, sikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelimika na upate faida kutokana na darasa hili. Na kipekee aya hizi nitaziandika hapo chini kwa Kiswahili ili kila yule ambaye atakayeweza kuziandika basi aweze kuzichukua na ende akazifanyie kazi biidhnillahi ta'ala. Na leo sitaki niwapaulishie muda mrefu, sitaki nipoteze muda mrefu. Nataka niingie moja kwa moja katika maudhui, katika mada, ili kwenda kuziangalia aya hizo mbili. Faida ya aya hizi mbili ni nini? Aya hizi mbili watakiwa usome kila baada ya kumaliza swala ya faradhi. Kila baada ya kumaliza swala ya faradhi. Faida zake ni kwamba ukisoma aya hizi, wallahi alazim, kama una maradhi, una magonjwa, basi maradhi hayo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala utapona. Yani kwa mtu ambaye atakayefanya hivyo kila baada ya swala akawa anasoma, basi kama ana maradhi, basi maradhi yake hayo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala maradhi hayo atapona. Na mwenye kusoma aya hizi mbili kila baada ya swala, basi kama ana deni, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakulipia madeni yako. Mwenye kusoma aya hizi mbili kila baada ya swala, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamsahilishia, atamfanyia wepesi ya mambo yake kuwa rahisi, yani yale mazito kwa mepesi. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho kwamba wewe unachokihitaji ukisoma aya hizo mbili. Kwa dhati kabisa Mungu atakufanyia wepesi katika hilo. Lakini la mwisho, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atajalia hadi mtu atatawilishia umri wake, hadi umri wako utakuwa mrefu endapo Muislamu utashika na kusoma aya hizi mbili ambazo tunakwenda kuzitaja na kuzieleza zinapatikana wapi, katika sura gani, ili ndugu yangu atakayependa kuzifuatilia basi aweze kuzifuatilia na aweze kuzifanyia kazi. Sasa tuende kusomea aya zenyewe ni zipi, zinapatikana wapi, na kisha baada hapo inshallah tuingie katika maudhui moja kwa moja, nikupa utaratibu gani utakuwa unasoma aya hizo na kwa mpangilio gani basi utakuwa unazisoma aya hizo biidhnillahi ta'ala. Hizi aya inasema hivi: laqad ja'akum rasulullah min anfusikum azizun alayhi ma animtum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hiyo ndio kusoma hiyo aya. Ngoja nirudie mara pili alafu nikueleze sasa inapatikana wapi na ipo katika sura gani na utasoma mara ngapi. Aya inasoma hivi: laqad ja'akum rasulullahi min anfusikum azizun alayhi ma animtum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ndugu yangu, hii ni aya inapatikana katika surati Tauba. Yenyewe hizi ni aya ni aya ya mwisho katika surati Tauba. Aya za mwisho katika surati Tauba. Muislamu mwenye kushikamana na aya hizi mbili akasoma kila baada ya swala, iwe ya faradhi iwe swala ya sunna, akasoma mara 41, basi anayapata haya ambayo kwamba tumeyataja kwa muda si mrefu, tumeeleza, basi anakwenda kukutana nayo. Kwanza, kama una madeni, Mwenyezi Mungu anakwenda anakulipia madeni yako. Lakini pili, kama mambo yako mazito, basi Mwenyezi Mungu anakwenda kukufanya wepesi katika mambo yako kwa rahisi.
Lakini tatu, vile vile atakayesoma aya hizi biidhnillahi taala, kama riziki yake imekuwa ngumu, mambo yake imekuwa mazito, Allah anakwenda kuyafanya mambo hayo kuwa mepesi. Lakini tatu, kama ni mgonjwa na maradhi unaumwa, basi Mwenyezi Mungu anakwenda kuondosha maradhi yako biidhnillahi taala. Na mwenye kudumu na kusoma aya hii kila baada ya swala fardhi, kuna uwezekano mkubwa sana ukamwota na kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ndoto. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutawirishia umri wako wewe kuwa mrefu kwa mtu mwenye kudumu na kusoma aya hizi mbili kila baada ya swala ya faradhi, ambao ni laqad ja'akum rasulullahi min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kwa hiyo tumesema hapa inshallah, na imani umepata. Na mimi kipekee kwa ukubwa wake wa mada hii na uzito wa mada hii, basi nitaiandika hapo chini ili wewe uweze kuchukua kirahisi na uweze kuwa nayo. Hata wale ambao wasiojua kusoma Kiarabu, basi nitaiandika kipekee kwa Kiswahili ili uweze kuchukua na uweze kuwa nayo biidhnillahi taala. Na imani faida kubwa sana utakwenda kuipata ndugu yangu katika imani, na hasa katika darasa zetu hizi za adhkar na dua. Lengo letu ni kuelimishana, lengo letu ni kufahamishana na kupeana faida kubwa kama hizi, ili kila mmoja aweze kuzichukua kwa uzito wake na kwa ukubwa wake, basi aweze kuwa nazo. Kwa hiyo leo tumekuja na darasa hilo zuri kabisa, na imani umelikamata na umelishika. Insha Allah, cha msingi nenda kalifanyie kazi biidhnillahi taala. Niwaombe wale ambao wanapita katika video zetu lakini hawajasubscribe, basi wasubscribe ili waweze kupata faida mbalimbali kutokana na darasa zetu. Ama yule ambaye anapita lakini bado hajalike, basi asisahau kulike ili mradi apate faida katika darasa zetu hizi ambazo kwamba mara kwa mara tunazitoa. Baada ya kusema hayo, niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.